Karibu katika simulizi ya safari ya maisha toka alipozaliwa, aliposoma, ukuaji wake mpaka nyadhifa mbalimbali ambazo alishakupata Balozi Emmanuel John Nchimbi, ambaye kwa sasa ni makamu wa rais katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Simulizi hii itakupitisha na kukujulisha mambo mengi kuhusiana na ushindi wa maisha aliopata Balozi Emmanuel Nchimbi. Amepata jina hili la balozi ikiwa ni baada ya mara kadhaa kushika nyadhifa za ubalozi. Bwana huyu mchapakazi kweli kweli, ambaye alizaliwa huko katika jiji la baridi Mbeya tarehe 24 Disemba mwaka 1971. Alizaliwa kama mtoto aliyekuja kubeba ndoto kubwa kuliko mazingira aliyokulia. Mtoto huyo aliitwa jina lake Emmanuel John Nchimbi. Akiwa kijana mdogo alikuwa katika malezi yalomtia nidhamu, maadili na kiu ya msafara pamoja na maarifa kuelekea katika maisha. Shuleni alijulikana kwa bidii, upole na uwezo wa kuongoza wenzake bila kupenda makuu. Miaka ilivyokwenda, safari yake ya elimu ilimfikisha katika ngazi za juu zaidi hadi chuo kikuu cha Mzumbe, mahali palipoimarisha fikra zake, uelewa na msingi ya utumishi wa umma. Huko kijana Emmanuel Nchimbi alijenga tabia ya kuchambua mambo kwa kina na kusimama imara katika kile alichokiamini. Kadri alivyoendelea kukua, ndivyo sauti ya utumishi wa taifa ulivyozidi kumuita. Siasa zikawa lango la huduma. Wananchi wa Songea mjini walimwamini na kumkabidhi dhamana ya kuwa mwakilishi wao. Huu ukawa mwanzo wa safari ndefu, safari ya majukumu makubwa, safari ya kuwatumikia Watanzania. Katika miaka iliyofuata alishika nyadhifa mbalimbali serikalini. Aliwahi kuwa naibu waziri, akahudumu katika wizara yenye jukumu la vijana, utamaduni, michezo na habari. Uadilifu na utulivu wake ulimfikisha mbali zaidi hadi kuteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani. Katika jukumu hilo nyeti alisimamia usalama wa raia, akiongoza bila kuyumba katika misingi ya sheria na haki. Safari ya utumishi haikuishia hapo. Diplomasia ikamuita, akaenda kuiwakilisha Tanzania kama balozi, akisimama katika sura ya taifa katika majukwaa ya kimataifa. Akiwa huko alijenga daraja la urafiki, ushirikiano na heshima kwa nchi yake. Kisha ikafika siku ambayo historia ingeandika ukurasa wake mpya. Tarehe 3 Novemba mwaka 2025, Emmanuel John Nchimbi aliapishwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika tukio hilo lenye heshima kubwa, alikabidhiwa dhamana ya pili kwa ukubwa katika uongozi wa taifa. Kwa unyenyekevu akamshukuru mtangulizi wake Dr. Philip Mpango na kuahidi kushirikiana na viongozi wote kuhakikisha Tanzania inaendelea kusonga mbele katika umoja, amani na maendeleo. Leo Dr. Emmanuel Nchimbi anasimama kama kiongozi mtulivu mwenye unyenyekevu wenye dira. Safari yake kutoka katika kijana wa Mbeya hadi makamu wa rais Tanzania ni kielelezo cha kuamini katika elimu, bidii na moyo wa kutumika. Karibu nikupitishe katika maeneo nyeti kuhusiana na safari yake ya mwanzo na halisi yake. Emmanuel Nchimbi alizaliwa tarehe 24 Disemba mwaka 1971 jijini Mbeya, Tanzania. Mapema katika maisha yake alijikita katika elimu na mafunzo, jambo ambalo lilimwezesha baadaye kutimiza majukumu yake ya juu ya serikali. Lakini tukiangazia katika swala zima la elimu na hatua za mwanzo za Dr. Emmanuel Nchimbi aliendelea na masomo yake mpaka kupata elimu ya juu. Alisoma katika chuo kikuu cha Mzumbe, yani Mzumbe University. Elimu yake na uwezo wake ulimwezesha kuingia katika uongozi na serikali pale alipokuwa tayari kuchukua majukumu mbalimbali. Safari ya siasa na utumishi wa umma, Emmanuel Nchimbi ameenda katika hatua kwa hatua katika uongozi na huduma kwa taifa. Baadhi ya nyadhifa na nafasi alizoshika hizi hapa, karibu nikupitishe katika nyadhifa hizi. Alikuwa mbunge wa jimbo la Songea mjini kati ya mwaka 2005 hadi mwaka 2015. Lakini baada ya hapo hadi kuwa na nyadhifa kama waziri msaidizi wa habari, utamaduni, michezo na vijana. Baadaye alipandishwa kuwa waziri wa masuala ya ndani, yani Home Affairs Minister, wajibu muhimu katika ulinzi, usalama wa wananchi na masuala ya ndani ya nchi. Aidha, amewahi kuwa balozi wa Tanzania, akihudumu kama balozi wa nchi mbalimbali, kazi ambayo ilimpatia uzoefu mkubwa wa kidiplomasia na mawasiliano ya kitaifa. Lakini baada ya hapo kupandishwa
hadi kuwa makamu wa rais. Tarehe 3 Novemba mwaka 2025, Balozi Emmanuel Nchimbi alipewa wadhifa wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika makabidhiano ya ofisi, alimteua makamu wa rais mstaafu Philip Mpango kuwa mshauri wake na kumpongeza kwa mchango wake katika kipindi cha awamu iliyopita. Nchimbi ameahidi kuendelea kusaidia utekelezaji wa sera za serikali na kuhakikisha maendeleo kwa wananchi. Dr. Emmanuel Nchimbi ameahidi kuendeleza kusaidia utekelezaji wa sera ya serikali, kuhakikisha maendeleo kwa wananchi, akila kauli mbiu ya kufanya kazi kwa bidii. Lakini maono na mchango wa kitaifa kwa Dr. Emmanuel Nchimbi ulikuwa ni upi? Kama makamu wa rais, Nchimbi ana jukumu muhimu la kushirikiana na rais na serikali katika kutekeleza sera, kuongoza maendeleo na kufuatilia utekelezaji wa mikakati ya maendeleo. Pia ameonekana kuthamini urithi wa Muungano wa Tanzania na kuchangia katika mazungumzo ya kitaifa, akisema kwamba juhudi za viongozi wa awali ilisaidia kujenga misingi imara ya umoja wa maendeleo wa nchi. Lakini hitimisho ni kwamba utumishi wa Dr. Emmanuel Nchimbi ana historia ya kuanzia mwanzo mdogo kupitia mafunzo ya huduma ya umma mpaka kufikia nyadhifa ya juu ya katika taifa. Safari yake na mfumo wa juhudi, uaminifu na kujitoa na nafasi yake kama makamu wa rais inaashiria matumaini mapya kwa wananchi. Hiyo ndo historia na simulizi ya maisha ambayo inamhusu Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye kwa sasa ana mvuto zaidi katika serikali ya Tanzania. Emmanuel Nchimbi ameweza kuonesha juhudi kwa vijana ambao wana ndoto kubwa pengine ya kufikia hapo kama yeye alipo. Ameweza kuonesha uwezo wake kazini na tumeweza kuona ni vitu vingi sana ameweza kuvifanya. Hii hapa ni Usiku TV. Ikiwa unaona kuna kitu unataka kukiongezea, basi maoni yako hapo chini ni ya muhimu kufuatia simulizi hii ambayo inaweza kusimulia kuhusiana na Dr. Emmanuel Nchimbi, balozi huyu mwenye uwezo mkubwa kweli kweli.